Wild West TV. Ujambo na uhari gani mtazamaji wa West TV unatufuatilia popote pale ulipo. Ni siku nyingine nikukaribisha tupate kujuzana kile kinachoendelea kule nchini Misri kati ya mchezo wa Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, na hapa nitakwenda kukujuza ubora, mbinu pamoja na ufundi wa kikosi cha Simba kuelekea mchezo siku hii ya leo dhidi ya Al Masry. Mchezo mwingine na kikosi kingine cha Simba kitakachokwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo kikiwa chini ya kocha Fadlu Davids, raia wa Afrika Kusini ambaye ana uzoefu mkubwa na haya mashindano akipita vilabu mbalimbali barani Afrika na amefika hata hatua ya finali. Simba Sports anakwenda kutupa karata yake muhimu siku hii ya leo akiwa na kauli mbiu ya kwamba hii tunavuka. Baada ya kushindwa kuvuka katika hatua za robo finali 6-7 zilizopita, hii ya 8 wanakuambia wao na kauli mbiu hii tunavuka. Na huenda tukaona kikosi hakitakuwa na mabadiliko makubwa sana kutokana na namna ambavyo kocha Fadlu Davids kuna wachezaji wake muhimu alikuwa na wakosa kwenye timu na sasa amerejea. Upande wa golini Pimpin Kamara alikuwa amepata anasumbuliwa na majeraha, lakini amerejea na atakwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo. Lakini kwa upande wa Chef Ondo Malone 50-50 kwa sababu mazoezi ya mwisho yaliyofanyika siku ya jana alikuwa vizuri na alifanya mazoezi hayo, kwa hiyo itakuwa 50-50. Lakini wachezaji wengine wote wako sawa, wako fresh ambao wamesafiri na timu ya Simba Sports Club. Na kikosi ambacho huenda kikaanza siku hii leo chini ya kocha Fadlu Davids katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ikiwa ni finali nyingine, robo finali nyingine ambayo Simba anakuambia hii tunavuka. Golini kama kawaida tutaendelea kumuona Pimpin Kamara, golikipa nambari 1 wa timu ya taifa ya Guinea, lakini pia golikipa nambari 1 wa timu ya Simba Sports Club, huku magolikipa wa akiba akiendelea kuwepo Alisson Mkatoro pamoja na Hussein Abeli, huku Aisha Salmanula akiwa hajasafiri na timu. Lakini pia katika upande wa mabeki wa kati tegemea kumuona siku hii ya leo Abdulrazak Hamza pamoja na Chamu Karabu katika eneo hilo la mabeki wa katikati, huku mabeki wengine wa katikati ambao wakipewa nafasi wanaweza kukipiga na kuchafua vizuri tu katika eneo hilo. Hussein Kazi naye pia atakuwa katika eneo hilo, huku Chef Ondo Malone naye akiwa bado hajarejea salama kutoka katika majeraha. Lakini kwa upande wa mabeki wa pembeni, mbavu ya kushoto Mohamed Hussein Shabalala, mbavu ya kulia ni Shomari Salum Kapombe. Kwa upande wa mbavu hizi zitakwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo, huku backup yao yani wale ambao wataendelea kukaa benchi. Kwa upande wa Shomari Kapombe, David Kameta Duchu ataendelea kuwa benchi pale akiona brother anafanya nini, lakini pia bila kumsahau Kevin Kijiri. Lakini kwa upande mwingine tegemea kumuona Valentine Noma akiwa anampa backup Mohamed Hussein Shabalala za captain. Lakini kwa upande wa viungo pale katikati kocha Fadlu anapendelea kuanza na Fabrice Ruamba Ngoma pamoja na Yusufu Kagoma, kiungo fundi ambaye anaukaba mpira na akishaukaba anajua wapi upeleke. Lakini backup yao watakuwepo kina Debra Fernandez, bila kumsahau Mzamiru Yasin Seremba, bila kumsahau Adamu ambaye alisajiliwa kutoka katika kikosi cha Mashujaa Football Club. Lakini pia kwa upande wa viungo wa shambuliaji tegemea kuendelea kumuona Kibi Sawala, Elie Mpanzu aka Volcano katika mbavu moja, huku mbavu nyingine akiendelea kusalia Kibu Denis Prosper. Hawa wanabadilishana mbavu ya kushoto na mbavu ya kulia. Lakini pia katika eneo la ubunifu, eneo namba 10 tegemea kuendelea kumuona Jean Sharehe Awa, huku backup yao tegemea kuwaona kina Awesu kina Ladaki Chasambi katika eneo hilo, huku kina Brua nao wakiendelea kwa benchi pale. Lakini bila kumsahau katika eneo la kiungo mkabaji Agassi Okajefa naye yupo katika eneo hilo la kiungo mkabaji katika eneo la benchi. Lakini katika eneo la ushambuliaji kuna machaguo mengi sana kocha Fadlu Davids. Anaweza kumtumia Lionel Yateba, anaweza kumtumia Steven Desemukwala, anaweza kumtumia pia Valentino Mashaka. Lakini kwa siku za hivi karibuni amependelea sana kuanza na kwenda na Lionel Yateba, na katika mchezo siku hii ya leo tegemea kuendelea kumuona kutokana na performance yake nzuri, hasa katika michuano hii akiwa tayari ana magoli yake 3 bana. Hicho ndicho kikosi ambacho tunafikiri wa West TV huenda kaanza katika mchezo siku hii ya leo. Asante na siku njema, unaendelea kuifuatilia wa West TV.